Unakumbuka katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza, maandiko yanasema kwa kila jambo kuna majira yake na kusudi kwa kila wakati kwa kila kusudi chini ya nini? Chini ya jua. Unalikumbuka hilo andiko? Tuliwahi kulitafakari kipindi fulani mahali hapa. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo kama mwezi wa 6 kwa mfano ni majira, kuna jambo. Anaposema kwa kila jambo kuna majira, maana yake kila majira yana jambo. Kwa hiyo kama kuna jambo lilipaswa kutokea mwezi wa 6, litatokea tu mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6, kwa sababu ndio majira ya jambo hilo kutokea. Usipohakikisha jambo hilo limetokea mwezi wa 6, miezi yote iliyobaki haitakuwa na maana. Kama wakati wa kusudi fulani ni mwezi wa 6, unapokuwa mwezi wa 6, kusudi hilo lazima lifanyike, la sivyo halitatokea kwenye maisha yako, kwa sababu wakati wake ulikuwa ni mwezi wa ngapi? Wa 6. Kama majira ya jambo hilo ni mwezi wa 6, jambo hilo linatakiwa litokee mwezi wa ngapi? Wa 6. Halitatokea mwezi wa 7, halitatokea mwezi wa 8, halitatokea mwezi wa 9, kwa sababu kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa hiyo wakati mwezi wa 6 unaingia, unatakiwa ukae mlangoni na kutangaza mambo yote tu aliyoyaamuru Mungu ndio anapaswa kuingia na mimi mwezi wa 6. Kila kusudi la shetani katika mwezi huo haliingii kwa jina la Yesu. Unasema hayo ukiwa umesimama katika mshale wa usiku wa manane, ambapo mwezi wa 5 unaondoka na mwezi wa 6 unaingia. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, tuliangalia Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7. Mungu anazungumza na Kaini, anamwambia, kwani ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema ujue dhambi iko. Dhambi iko inakuotea mlangoni. Inakuotea wapi? Mlangoni. Nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Mlango uliokuwa unaongelewa hapa ni mlango gani? Dhambi kwa nini inaniotea mlangoni? Kwa sababu inajua ukishindwa pale mlangoni, ameweza kutawala kote unakoingia. Ndio maana inakuotea wapi? Mlangoni. Kwa hiyo unapaswa kusimama mlangoni na kutangaza kila dhambi iliyokusudiwa kuninasa katika mlango wa mwezi wa 6, ninaitangua leo kwa jina la Yesu. Ninaishinda hapa mlangoni kwa jina la Yesu Kristo. Ukiangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ngapi? Ni sura ya 16. Hivi Wakorintho wa kwanza imefikisha sura 16? Ndio. Maandiko yanasema katika andiko hilo kwamba nimefunguliwa mlango wa kufaa. Unalikumbuka hilo andiko? Wakorintho wa kwanza 16:9. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa, mlango mkubwa wa kufaa sana. Huyu mtu alikuwa na uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho. Alikuwa na uwezo wa kuona kesho ilivyo. Alikuwa na uwezo wa kuona siku zijazo zilivyo. Anaona kabisa huu mlango ni mkubwa na unafaa sana. Inawezekana ni mlango wa biashara, inawezekana ni yule mchumba uliokuwa unamtegemea. Hapo ni pause kidogo. Inawezekana ni mtu uliokuwa unamtarajia kwenye maisha yako. Wa kufaa sana. Anakuja kama mlango. Biashara hiyo inakuja kama mlango mkubwa wa kufaa sana. Na unaona kabisa kwamba ni kama hiki kitu nikikipata, kama hii biashara ikianza,
kama hii kazi nikianza itakuwa ni mlango mkubwa wa kufaa sana. Kupitia mlango huu nitaingia katika ujenzi wa nyumba, kupitia mlango huu nitamiliki ardhi yangu, kupitia mlango huu watoto wangu wataenda shule. Kazi inaweza ikawa mlango, biashara inaweza ikawa mlango, mtu anaweza akawa mlango, majira anaweza akawa mlango, ugonjwa unaweza ukaja kwa wengine ukawa ni ugonjwa, kwako ikawa ni mlango mkubwa na wa kufaa sana. Anasema nimefunguliwa, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Katika mlango huo kuna wengi wanaofanyaje? Wanaopinga, ili kwamba mlango huo usinifae, ili mlango huo usiwe na manufaa kwangu. Kwa hiyo unapaswa kupingana nao. Unakumbuka katika Mwanzo 4:7 inasema, lakini nakupasa kuishinda. Kwa hiyo katika mlango kuna mashindano, na kama kuna wapingao unapaswa kuwapinga. Kuna vitu vinawatokea watu. Jamani, nikufundisha wakati tunasoma, tunajifunza wakati na bahati. Nilikwambia kuna mazingira ukianza kuona, kuna vitu ukianza kuviona, unaweza ukahisi kwamba ni nyakati zangu maalum, na vita inaibuka kuhakikisha kwamba sifanikiwi katika nyakati hizo. Na sitaki kurudi katika somo hili, lakini nimejaribu kukuonyesha kwa nini tumeamua kwamba kila usiku ambapo tunaingia mwezi mwingine tutakaa mlangoni. Usipokuja tutakuombea kama ambavyo tumekuombea jana. Cheche ziliwaka hapa jana. Tulikaba mlangoni. Na ninakwambia, nisikilize vizuri, kama unakuja ibadani mahali hapa, angalia sana mwezi wa 6 kwa sababu ya ufunguo, kwa sababu kuna kitu tumefanya mlangoni. Wewe inawezekana ukuwepo, lakini tumefanya kwa ajili yako. Tumekutaja hapa mbele za Bwana jana. Tunaamini pengine mwezi ujao utapata neema ya kuungana na sisi, lakini kuna watu tulisimama mlangoni tukakutaja kwamba iwe heri kwako, kwamba kila uharibifu uliokusudiwa na Ibilisi usikupate kwa jina la Yesu Kristo, kwamba kila jambo la maana la kufaa sana kwenye maisha yako usilikose kwa jina la Yesu Kristo, kwamba mtaji wako uje kwa jina la Yesu Kristo, kwamba wateja wako waje kwa jina la Yesu Kristo, kwamba kila mtu wa maana kwenye maisha yako aliyekusudiwa katika majira na nyakati kama hizi kukutana na wewe usimkose kwa jina la Yesu Kristo, asikupite kwa jina la Yesu Kristo, na jambo hilo litakuwa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Wewe angalia sana mwezi wa 6 utakapokuwa. Na kwa sababu hiyo, sema kwa sababu hiyo, nataka nikufundishe somo hili sambamba na hicho nilichokuambia. Kichwa cha somo nimesema tarajia nini? Muujiza. Maisha ya Mkristo, nisikilize vizuri, maisha ya kila Mkristo ni maisha ya miujiza, ni maisha yasiyo ya kawaida, kwa sababu movie linaanza. Ukristo ni matokeo ya kufa na kufufuka kwa mtu. Tunajua watu wakifa ndio wamefaje? Wamekufa. Lakini sisi imani katika Kristo ilianza. Ukristo haukuanza wakati Yesu alipozaliwa Bethlehemu. Ukristo haukuanza wakati Yesu anafufua watu katika maeneo ya Galilaya na Kapernaumu. Ukristo haukuanza Yesu aliposulubiwa msalabani. Ndio maana mimi nakataa kwamba msalaba ni alama ya Ukristo. Msalaba sio alama ya Ukristo. Ukristo haukuanza msalabani. Kama Yesu angeangikwa msalabani akafa, alafu tukalia tukaomboleza mpaka leo, akawa kama Vasco da Gama, kwamba kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Idi Amin Dada bwana, alifanya vurugu sana, au Adolf Hitler, akawa ni mtu tu wa kihistoria, kusingekuwa na tija ya Ukristo. Ingekuwa kama viongozi wengine tu wa kidini ambao unasikia walikuwa watu mashuhuri na wameacha mawaidha, mahusia kwa watu kuishi. Ukristo sio hivyo. Ukristo ulianza pale ambapo akina Mariamu alienda kaburini, wakaulizwa mnamtafuta nani? Mnamtafuta Yesu Mnazareti. Hayupo hapa, angalieni mahali alipomlaza, amefufuka. Amefufuka. Hayuko tena katika wafu.
alikufa akaenda kuzimu, na alienda kuzimu kwa mission ya kwamba anaenda kuchukua mamlaka aliyokuwa ameshikilia shetani ya mauti. Akaenda akamnyang'anya funguo za mauti, alafu akafufuka kutoka kwa wafu. Anaishi milele mpaka leo. Ndio maana tukisema kwa jina la Yesu mapepo yanatoka. Mapepo hayatii majina ya wafu, kwa sababu wafu wameshakufa. Ukiona yanatoka, ukiona magonjwa yanaitikia, tunaweka mikono juu ya wagonjwa na wanapata afya. Unajua ndio kitu tofauti kuhusiana na Ukristo. Kile ambacho Bwana amesema kitatokea ndicho kinachotokea. Ni tofauti na dini yoyote duniani. Hakuna dini yenye nguvu ya kusema mambo na baada yanatokea mpaka leo. Yesu alitangaza akasema, ishara hizi zitaambatana nao waaminio. Wanaoamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliyekufa akafufuka, wakiamini, ishara hizi zinaambatana nao. Kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Miaka zaidi ya 2000 tangu atamke hivyo mpaka leo mambo haya yanatokea. Mpaka leo. Kwa nini? Kwa sababu Ukristo sio dini. Ukristo ni aina ya maisha, na ni maisha ya kimiujiza, kwa sababu yalianza Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu, na anaishi milele. Na sio hivyo tu, ile nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu ameruhusu ikae ndani yetu, ikae ndani yetu, ikae ndani ya kila mtu anayeamini. Hapo tu kwanza inafanya Ukristo usiwe dini, iwe ni aina fulani ya maisha ya kimiujiza.